wanaweza kuwa wanakupea ndudi, wengine wanaweza kuwa wanakuongelesha, lakini nataka uambie tu mtu aliye karibu na wewe, nipe nafasi kidogo ili nikaisikie injili ya Kristo. Amen. Basi mtu wa Kihara, tunapoenda kusikia injili hii, ninataka nikuambie kitu kimoja, ya kwamba kile tumeleta hapa sio hadithi ya Abunuwasi, kile tumeleta hapa sio nadharia, kile tumeleta hapa sio kitu cha kukutisha ili ukaukimbilie wokovu, sio kitu cha kukutisha ili uone ni kama maisha yameonekana bure. Kile tumekuletea hapa ni kile ambacho ni cha ukweli na ni sharti ikija kutimia. Amen. Na hivyo mtu wa Kihara, jana nilikuwa mahali hapa na nikakuambia kitu kimoja, ya kwamba ipo siku imewekwa ambayo kila chochote unachokiona, kila chochote unachokisikia, ipo siku imewekwa ambacho hakitaonekana tena. Na nikakuambia ya kwamba, na nikakuuliza swali, je, hizo vitu vyote vikiondolewa, wewe utakuwa wapi? Basi leo hii ninataka niingie pahali pengine, tuingie kwa mwanadamu mwenyewe. Vyote ambavyo anaviona vimeondolewa, vyote ambavyo anadhani ni za maana vimeondolewa. Ninataka leo tujue, je, naye mwanadamu atakuwa namna gani? Yule ambaye aliumbwa kwa mfano wa Bwana atakuwa namna gani? Hali yake itakuwa namna gani? Na pahali atakapoenda atakuwa namna gani? Amen. Kwa hivyo mtu wa Kihara, ninaomba unisikize kwa makini, kwa maana injili hii sio ya leo peke yake, ni injili ambayo itaishi milele, na ni injili ambayo itasimama hata siku ya hukumu, hata siku zijazo, hata siku ambazo wanadamu wanakaa ni kama wamezisahau. Amen. Basi nataka ufungue pamoja nami katika kitabu cha Mathayo sura ya 25. Walio na Biblia twende kwa haraka. Mathayo 25, nataka tusome mstari kidogo kisha tutaendelea. Nataka tusome Mathayo 25. Samahani, nataka tusome Mathayo 24. Rudi nyuma kiasi. Mathayo 24, kwanza mstari wa 36 na mstari wa 37, na tutateremka. Maandiko inasema hivi: walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ajuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. 37 inasema, kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Mstari wa 38, maandiko inasema ya kwamba kwa kuwa kama vile siku zile zilikuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile iliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Wakati ule watu wawili watakuwepo pembeni, mmoja atawaliwa na mmoja achwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atawaliwa, mmoja achwa. Kesheni basi, kwa maana mjui siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Kwa hivyo mtu wa Kihara, nataka ninene nawe jambo fupi kabla wakati haujaenda, kabla utafika mahali uulize, na mbona mimi sikuambiwa, na mbona hakuna mtu aliyenifahamisha, na mbona hakuna mchungaji aliyenifahamisha. Lakini leo hii wacha nisimame kama shahidi aliye hai, hata siku zile zikifika, hata wakati huo ukifika, huwa hauna jambo la kusema pale. Amen.
Maandiko inalinganisha kitu kimoja ambacho kila mmoja ako na taswira yake vyema, ya kwamba jinsi ilivyokuwa nyakati za Nuhu ndivyo kutakavyokuwa siku za kurudi kwa mwana wa Adamu. Na watu wengi wakasahau, wakaona ni hadithi vile kulivyokuwa siku za Nuhu. Na nikawaambia ya kwamba nyakati za Nuhu waliambiwa ya kwamba jengeni safina, tayarisheni safina, ni kana kwamba kuna gharika inakuja, kwamba kuna gharika itakuja ulimwengu, na yule atakayeokolewa ni yule atakuwa ameijenga lile safina. Yes. Na wanadamu wakainuka, na wanadamu wakaongea vile wanaongea siku za leo. Mmoja akauliza mwenzake, je, ushaiona safina inajengwa kwenye nchi kavu? Wale watuori wakaulizana, hata wakati tulianza kusoma, uliona wapi safina inajengwa kwenye nchi kavu? Wengine wakaulizana, na je, nani alituambia hata mvua ikija inaweza ikafunika milima? Wanasema vivyo hivyo ulivyokuwa nyakati zile za Nuhu ndivyo kutakavyokuwa siku zile za kuja kwa mwana wa Adamu. Na wengi wakaendelea kunung'unika, na wengi wakaendelea kuinua sauti kinyume. Wengi wakasema Nuhu ako na kichaa, wengi wakasema Nuhu amechanganyikiwa, wengi wakasema Nuhu hana akili, ni mtu ambaye amepoteza wakati, ni mtu ambaye hana jambo la kufanya. Lakini kitu kimoja ninashukuru Bwana, na kwamba kile amekwisha kukisema ni sharti kije kutimia. Kile Bwana ameachilia na akanena, hakuna mwanadamu anaweza akazuia, hakuna mwana yeyote anaweza akasema haiwezekani. Amen. Mwishowe gharika ikaja. Wale ambao walikuwa wanasema hakuna haja ya safina, wale walikuwa wanasema Nuhu unafanya kazi ya bure, gharika ikaendelea siku ya kwanza, ikabobea siku ya 20, ikaenda siku ya 30. Wanadamu wakaanza kusema kumbe ilikuwa ni ukweli na sisi tuliona ni uongo. Ile siku ikafunuliwa, ule wakati ukafunuliwa vizuri, na kwamba wale waliona Nuhu wakiwa mjinga, kumbe ndio walikuwa wajinga. Wale waliona Nuhu hana akili, kumbe ndio walikuwa hawana akili. Wale waliona Nuhu wamechanganyikiwa, kumbe ndio walikuwa wamechanganyikiwa. Na sasa wakaulizana tufanye nini? Yule mtu ambaye tulimkataa, yule mtu tulidharau akijenga safina, sasa tutafanya nini? Wenzetu wote ambao tunawaona, hakuna mmoja amelijenga, hakuna mmoja ametengeneza chochote. Tutafanya namna gani? Kumbe mwanadamu akikosa msaada, hakuna mahali hawezi akakimbia. Nataka nikuambie leo hii, hata kile ambacho unakiona msaada, kipe muda, hakiko kama hakijashikanishwa na neno la Bwana. Kipe muda, utakuja kugundua hakiko. Haijalishi kiko kwa nyumba yako, haijalishi kiko katika njia, haijalishi kimekubeba, kama hakiko na neno la Bwana, kipe muda, utakuja kugundua hakiko. Yes. Wakasema hivyo basi, ile tulivyodharau wakati ule, hebu tukimbie tukabishe Mungu, tuone kama atatufungulia, tuone kama atatuwia radhi, tuone kama atatusamehea. Lakini ole wao, kwa sababu wakati ulikuwa umeisha, wakati ulikuwa umefungwa, hicho chapter kilikuwa kimeondolewa. Maandiko inasema ya kwamba baada ya kiumbe cha mwisho kuingia pale, Bwana mwenyewe ndiye aliyefunga mlango. Sio Nuhu aliyefunga mlango, Kristo aliyesema yale, Mungu aliyesema yale, ndiye aliyeufunga huo mlango. Yes. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, tunapoendelea kusoma Mathayo 25, maandiko inasema ya kwamba na wale ambao walikuwa wapumbavu walikuwa 5 werefu wenye busara, na 5 ambao walikuwa wajinga. Walivyokawia
neno linasema akaufunga mlango. Je, unajua ya kwamba vile alivyofunga mlango wakati wa Nuhu, vile alivyofunga mlango wakati huo alivyoifunga safina, unajua leo hii ako karibu kufunga huo mlango pia wa rehema, ako karibu kufunga huo mlango pia wa msamaha. Je, unajua ashaifunga mlango siku moja? Je, unajua Bwana ashaufunga mlango na akasema yeyote hajaingia wakati wake umeisha. Yeyote ambaye hajaingia hastahili kuwa pahali pale. Hauwezi ukaingia pahali pale by accident. Yes. Haiwezekani. Wacha nikwambie kweli, mtu wa Kihara vile alivyofunga mlango wa safina, hata leo hii anakuja kuufunga. Vile alivyohukumu kizazi kile, hata leo hii anakuja kuhukumu. Lakini nataka nikuulize swali moja, unajua je, Bwana ashaihukumu dhambi? Unajua je, kile Kristo alichokiweka kwa kuhukumu wanadamu alikitenda? Na neno linasema ya kwamba wale wote ambao hawakuingia mle, gharika iliwamaliza wote. Ni kwa sababu Kristo ama Bwana hajalishi ni namba gani itaingia pale. Yeye hataki kujali ni wangapi wamemkataa. Leo hii kizazi kimeinuka, kimesema wale watu ambao wajaokoka ni wengi. Mungu hawezi akamaliza wote, hawezi akawaadhibu, hawezi akawahukumu. Lakini neno linasema ya kwamba wale walioingia katika safina walikuwa watu 8 peke yake, na pia hesabu zikifanywa inasemekana wale ambao waliokufa katika gharika walikuwa takriban watu bilioni 3 kufika watu bilioni 4. Yes. Kumbe pia hesabu ya wale wamemkataa sio kitu mbele za Bwana. Hesabu ya wale ambao wamekaidi sio kitu mbele za Bwana. Kama atapata watu 2 ambao watatii neno lake, kama atapata 3 ambao watasema tuko pamoja na Bwana, kama atapata 1 ambaye atasimama na Injili, anasema hao wanatosha, anasema huyu anatosha. Kama niliufunga mlango wakati watu 8 waliingia na bilioni 3 wakakufa katika gharika, hata huu nitaufunga. Yes. Anasema huu unakuja kufunga. Swali ni je, unajua hivi leo jioni ya kwamba Bwana ashawahi kuhukumu dhambi na watu bilioni kadhaa wakafa katika gharika? Wewe ndiye utakuwa wapi? Umemkataa, umeikataa Injili. Wakati huu anasema itakuwa kama wakati wa Nuhu, siku hizo zikifika. Je, umejitayarisha? Na nitazidi kukuuliza, unajua je, Bwana ashawahi hukumu dhambi? Unajua je, Bwana hataki kujua ni hesabu gani? Kuna watu wamesema wale watu ambao wamekuwa wakienda wakihubiri, they have been brainwashed. Lakini hayo yote ni washaiambiwa. Lakini siku moja wakati Kristo alitaka kudhihirisha ukweli, aliuleta waziwazi. Ina kwamba wote ambao walikataa ilibidi wamwite. Yes. Leo hii nataka nikuambie, kabla ya huo mlango utafungwa, kabla hujakuja kuitana mchungaji uko wapi, kabla hujakuja kusema tafadhali nilisikia ukihubiri habari ya toba, nilisikia ukihubiri msamaha wa dhambi, uko wapi? Nataka kuokoka. Uko wapi? Nataka msamaha wa dhambi. Uko wapi? Kabla sijaenda ninataka msamaha wa dhambi. Lakini nataka nikuambie kitu moja, ole wako kwa sababu mlango ukikwisha fungwa, yule ambaye ataufunga mkono wake hauna huruma kamwe, kwa sababu alipeana wakati wa kutosha. Swali langu ni je, unajua Bwana ashaihukumu dhambi? Swali langu ni je, unajua pia wakati wa Sodoma Bwana ashaihukumu dhambi? Unajua je, ile hesabu ambayo inaweza ikaingia, hiyo sio tisho mbele za Kristo.
Neno linasema vile kulivyokuwa nyakati za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa siku hizi za mwisho, ndivyo kutakavyokuwa. Lakini nataka nikuambie mtu wa Mungu, wakati ambapo unaisikia injili hii, wakati ambapo unaambiwa ijenge safina, sio wakati mwingine, sio wakati unaenda kuchukua nyundo. Wakati wa Nuhu walihitajika kuchukua nyundo, lakini leo hii ni very simple. Je, umekuja kwenda katika msamaha wa dhambi, katika msalaba kuipokea neno la Kristo, ukimbilia msamaha wa dhambi? Pigia Yesu Kristo makofi mazuri. Amen. Kuna wakati mwingine ninajua ya kwamba wale watu wengi wanaweza wakadharau, hata wale walidharau wakati ule, ni kwa sababu waliviona walivyo navyo ni kama vitaishi milele, lakini wakakosa kujua kitu kimoja, hata wao wenyewe sio wakuishi milele. Hata wao wenyewe hawawezi wakaishi milele wasipojiunganisha na yule mmoja wa milele. Ndivyo nilikuambia jana. Nataka nikuambie hata yule tajiri na Lazaro, wakati vitu vyake vilikosa msaada, kifo wakati kilimnyakua, alipoenda ulimwengu ule mwingine, alifika akakuta kumbe hapa zile nguvu nahitaji kutumia, yale mamlaka nahitaji kutumia, sio yale nilikuwa nayo katika ulimwengu ule mwingine. Ile mali nilikuwa nayo, kumbe sio ile itaniokoa mahali hapa. Akasema, tafadhali Lazaro, chofya kidole chako kwenye maji na uguze ulimi wangu, kwa sababu pahali nilipo ni pakali, na pia ninaugua mno, na pia ninateseka sana. Lakini akamwambia, sikiliza vizuri, hapa huwezi ukaongea vile unataka. Alikuwa anadhani vile alikuwa anaamrisha akiwa katika ulimwengu huu ndivyo ataanza kuamrisha akiwa ulimwengu huo. Huyu alikuwa anaongelesha Lazaro akiwa ulimwengu huu, akadhani ndivyo ataanza kumwongelesha akiwa ulimwengu huo. Lakini katika ulimwengu huo sio sauti, sio nguvu za kile ulikuwa unafanya ukiwa katika ulimwengu huo. Haiwezekani ukasimama pale na ulimwengu huu na vile ambavyo ulikuwa navyo ulimwengu huu. Hauwezi ukasimama na utajiri huo pale. Hauwezi ukazibeba dhambi za ulimwengu huu na ukasimama nazo mbele ya kiti cha enzi, mbele za uti ya Kristo, mbele ya wokovu wa Kristo. Utakataliwa mbali. Swali langu ni je, unajua Bwana ashaihukumu dhambi? Alihukumu wakati wa Nuhu, aliufunga mlango wakati wa Nuhu. Hata leo hii anasema ya kwamba nitaufunga mlango, nitaufunga mlango. He shut the door and he is coming to shut it again. Anakuja kuufunga tena. Kwa hivyo nataka nikuambie mtu wa Kilala, kabla hautafungwa huo mlango, kabla hiyo nafasi haijaondolewa, kabla huo wasaa utafutwa, uko wapi ukimbie? Uko wapi ujitie nguvu? Useme yote afadhali ipotee, yote afadhali niiache, lakini nipate yule mmoja ambaye akinionekania nimeonekaniwa milele. Je, unajua Kristo ashaufunga mlango? Unajua Mungu ashaihukumu dhambi, na leo hii anakuja kuihukumu dhambi. Na baada ya hayo yote utakuwa wapi? Wale ambao walikataa siku hiyo wote wako wapi? Nimekuambia hii sio nadharia, nimekuambia hii sio hadithi, kwa sababu wakati utakapofika kila kitu kitawekwa waziwazi, kila kitu chochote kitawekwa kwa mwanga, na hakuna yeyote atakuwa na uwezo wa kujitetea. Ulipewa nafasi ukiwa hai, ulipewa nafasi ukiwa unajiona, ukiwa unatembea, ukiwa katika mashule, ukiwa katika mahoteli, ukiwa unauza, ukaisikia injili. Lakini anasema nikiufunga hakuna ambaye anaweza kufungua, na pia nikifungua hakuna anaweza kufunga. Leo hii ameufungua mlango
huo. Leo hii anasema njooni nyote, amefanya mwaliko kwa kila mtu. Anasema njooni nyote ambao mnaonewa, njooni nyote ambao mnabebeshwa mizigo mizito, njooni nyote ambao mnabebeshwa nira, na mimi nitawapumzisha, na mimi nitawasamehea, na mimi nitawapa nguvu. Lakini swali ni je, umeuitikia mwaliko wa Kristo? Umeusikia mwaliko wa Bwana? Umeisikia sauti yake? Je, umeamua kuitii, ama unagoja mlango ufungwe ndio uanze kuuliza ni wapi? Nilisikia watu wakihubiri, ni wapi? Nilisikia watu wakiitana, ni wapi? Nilisikia watu wakiongea mambo ya msamaha wa dhambi. Pigia Yesu Kristo makofi mazuri. Katika mtu wa Kihara, nimekuja kukumbusha ya kwamba ipo siku ambayo Kristo alihukumu dhambi. Ipo siku Bwana alihukumu dhambi. Kwa hivyo hata leo hii anasema nakuja kuhukumu tena. Unafanya nini huko? Unangojea nini wewe? Haujui wakati umeenda, haujui mwangaza umekuja kutokea, na wale wote ambao wamemwamini wakati wao umewadia, na wale wote wamemkataa giza yao imekwisha kuwadia. Niko hapa kupiga pia, nikipinga tarumbeta hii, nikisema yeyote anayesikia sauti hii, nikikwambia ya kwamba yupo karibu kufunga mlango, nikikwambia ya kwamba usikawie, nikikwambia giza isikudanganye, nikikwambia usherati usikudanganye, nikikwambia pombe isikudanganye, nikikwambia fedha zisikudanganye, nikikwambia chochote kile kinakupa ujasiri wa kuishi ukikaidi Injili kisikudanganye. Ipo siku ukweli utawekwa dhahiri. Ipo siku ukweli utajaa katika maisha ya watu, na watakuja kugundua kumbe hatukujua, lakini tuliamua. Kabla hujaingia katika majuto, kabla hujaingia katika machozi, kabla hujaamukia aibu ya milele, je, unajua ya kwamba upo muda mdogo ambao umebaki? Unajua kipindi kidogo ambacho kimebaki? Unaweza ukajiunganisha na wale ambao wamekwisha kumjua. Unaweza ukajiunganisha na neema yake. Unaweza ukajiunganisha na rehema. Unaweza ukajiunganisha na msamaha. Unaweza ukajiunganisha na toba. Kwa hivyo mtu wa Kihara, popote ulipo, kama hautafanya uamuzi, usitoke katika soko hii usiku wa leo. Popote ulipo, hiyo sauti ya kukaidi ambayo inanenea watu leo, usitoke katika soko hii. Pombe isiwe inakunenea, usherati isiwe unakunenea. Yupo mmoja akinena, ile kingine chochote lazima kitasalimu amri. Yule aliyetuumba vyote ataviondoa. Yule aliyekuumba wewe pia anasema wewe sio wa milele. Usipojiunganisha naye hauna umilele, hauna uzima, na kile pia unakiona ni kama uko nacho, kipo muda nimekuambia hakipo. Lakini swali ni je, unajua Mungu ashaihukumu dhambi? Swali ni je, unajua Bwana aliufunga mlango wa safina, na anasema ya kwamba vile alivyoufunga mlango siku zile, hata leo hii ndivyo anakuja kuufunga. Amen. Unajua hivyo? Maandiko inasema Mathayo 25 mstari wa 10, na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, na walipokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Anasisitiza ya kwamba aliufunga mlango. Ipo siku ambayo inakuja, Bwana anasema nitaufunga tena. Niliufunga nyakati za nuru, niliufunga mlango wa safina. Upo wakati nakuja kuufunga. Unajua je, wale ambao wakuingia, kile kinafuata ni kusaga meno. Unajua wale ambao wakuingia, kile kilifuata ni machozi.
machozi. Unajua wale hawakuingia, kile kilifuata ni majonzi. Unajua wale hawakuingia, kile kilifuata ni machungu ya milele. Unajua ni huzuni, unajua ni mazito. Unagoja nini? Kabla hajaufunga mlango, ninakuambia mtu wa Kilala, ukafanya uamuzi ulio wa kweli, ukafanya uamuzi wa kipekee, ukafanya uamuzi wa kipekee, ukafanya uamuzi wa kipekee, kwa sababu wakati haupo, kwa sababu muda haupo. Muda uliopo ni wa neema, na anasema neema iko karibu kututundikia. Anasema neema niko karibu kuisha, na kama itaisha nitafunga mlango. Mhubiri kama huyu hatapatikana mahali ya kuombea wokovu. Mhubiri kama huyu hatapatikana mahali hata ile sadaka umechoka kupeana. Anasema pia ile sadaka utatafuta mtu wa kupea apotee, utatafuta mstari unaijua ipotee. Huo ndio wakati utaanza kuuliza hapo hapo. Njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu wakati mdogo, njoo kwa Yesu wakati uko naye, njoo kwa Yesu wakati unajiona. Fanya uamuzi wakati uko, fanya uamuzi ungali mchana, kwa sababu giza inakuja, kwa sababu giza inakuja. Nasema kuna wakati giza inakuja. Fanya uamuzi, fanya uamuzi mtu wa Kilala, fanya uamuzi mtu wa Kilala. Alivyofunga mlango siku za Nuhu, anakuja kuufunga tena. Simama na miguu yako popote ulipo. Kama unanisikia ukiwa mbali, unaweza ukakaribia, na kama unataka kumpokea Kristo, na kama unataka kufanya uamuzi ulio bora, na kama unataka kufanya uamuzi wa kipekee, ninataka usongee katika uwanja huu. Na pia wale ambao wanasema tunahitaji maombi, tunahitaji uponyaji, tunahitaji msamaha wa dhambi, popote ulipo na kuomba ukakaribia, popote ulipo na kuomba ukasongee. Wale ambao wamesumbuliwa na magonjwa, wale ambao wameteswa na shetani, wale ambao wamepitia hali ambazo zinahitaji Kristo, nataka nikuambia ya kwamba msaada uko nje ya Bwana, msaada uko nje ya pesa, msaada uko ndani ya Kristo. Na kama unadhani utaupata pengine, wacha niombe radhi jioni ya leo. Kile ambacho Kristo anachokupea na kipea muda. Kwa hivyo tusimame popote tulipo. Wakisapana kantalavira Rika santala bakanda Repo santalia bakanda. Alipofunga mlango wakati wa Nuhu, anakuja kuufunga vivyo hivyo. Lakini swali ni je, wakati anakuwa na ufunga, wewe utakuwa upande upi? Utakuwa kwa wale wataanza kulia wakati huo, ama utakuwa kwa wale ambao watasema kwa kweli Kristo ndiye Mwokozi, anastahili sifa na utukufu, anastahili ukuu wote? Kwa hivyo popote ulipo, na kuomba ukaribie katika kongamano hili, ukakaribie mahali hapa ili ukapate umia kabla mlango uchafunga. Shakalabakantelebushi rakosekapalakantalibakande ukasantalabayanterebebeboshi lekosahina harua falile kendi ya baganda vikasokopokontalakandira epepia sontalakataliarantalababoshi. Yasula rakosa eketapakandiliyo samba rekapashantalagandalababia. Hapo unasikia neno la Bwana kama vile nimeongea, unasema ya kwamba utampokea Bwana kama mwokozi wa maisha yako. Tunakaribisha tu mahali popote ulipo, unaweza kukaribia, tunaweza kuomba kwa pamoja. Mungu wa neema atatubariki. Nasikia vile neno la Bwana linasema ya kwamba
mlango ukifungwa umeshafungwa. Hakuna kusema ya kwamba pasa, hakuna kuombea mtu wakati ameenda. Ukienda umeendanga, hakuna jambo lingine. Kwa hivyo wewe uko hapo, umesikia neno la Bwana, unajua ya kwamba maisha yako haiko sawa na Mungu, na uko pale unasema ya kwamba ninataka kumpokea Bwana kama mwokozi wa maisha yangu. Usiseme ya kwamba ninajipa muda na nitaokoka kesho. Wakati ndio huu sasa. Karibia Yesu anapohitaji. Wewe ambaye umekaa kwa pombe, wewe ambaye umekaa kwa mateso, wewe ambaye hujawahi kupokea Bwana kama mwokozi wa maisha yako, Yesu anakupenda na kuambia njoo. Anasema njoo kwangu. Anakupenda vile ulivyo. Inawezekana watu wanakujua na udhaifu wako, lakini Bwana anakupenda vile ulivyo. Anasema njoo kwangu nami nitakupumzisha. Hata kuondolea mizigo ya dhambi, hata kuondolea mizigo yote. Wewe uko hapo nasema ya kwamba shalabaruzianabana. Asante Bwana, mambo ni mwema. Asante Bwana, asante Jehova, asante Bwana. Uko hapo unasema jana mkundali kama mwokozi wa maisha yako Yesu. Karibia hapa tukaombe kwa pamoja. Mungu anakupenda. Watu wa Kiara Bwana na wapenda. Wewe usiogope kitu. Kumbuka pasta hata kupeleka mbinguni. Kumbuka baba yako hata kupeleka mbinguni. Kumbuka mama yako, baba yako hata kupeleka mbinguni. Mbinguni utapelekwa na wokovu wako. Hili neno ni kwa ajili yako. Mungu ametuambia kwa kwamba Nuhu aliwaambia njooni tujenge safina. Watamwambia mzee umezeeka. Usidharau neno la Bwana. Uko karibia. Asante Bwana, asante Jehova. Nani kama wewe Bwana? Wewe ni mwaminifu, wewe ni Mungu. Shakaladosanania. Nani kama wewe? Karibia tu, karibia mahali popote ulipo. Yesu anakupenda. Yesu anakuazia mema. Yesu anakuambia njoo vile ulivyo. Anakupenda. Hakuna mwingine kama yeye. Anakuita. Hili neno ni kwa ajili yako. Ametumana kwa ajili yako. Usifanye moyo wako kwa ngumu. Anakupenda vile ulivyo. Yeye anakuazia mema. Kwa maana leo hii ametumana kwako. Karibia tu, karibia tu mahali ulipo. Karibia tu, karibia. Unaweza Bwana. Nani kama wewe Yesu? Hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana. Wewe ni Mungu, wewe ni mweza Yesu. Hakuna aliye kama wewe mtakatifu Yesu. Wewe ni mwema Yesu. Yesu ni mweza. Yesu ni mweza. Ni mweza. Aweza yote. Yesu ni mweza. Yesu ni mweza. Yesu ni mweza. Yesu ni mweza. Ni mweza. Aweza yote. Yesu ni mweza. Yesu ni mweza. Yesu ni mweza. Yesu ni mweza. Ni mweza. Aweza. Nasema Yesu ni mweza. Yesu ni mweza. Yesu ni mweza. Yesu ni mweza. Ni mweza. Aweza. Yesu ni mweza. Yesu ni mweza. Neno lake. Yesu ni mweza. Karibia tumaini. Yesu anakupenda. Yesu ni mweza. Yesu ni mweza. Ametumana kwako. Yesu ni mweza. Ni mweza. Yesu ni mweza. Yesu ni mweza. Karibia walio mbali karibia. Walio mbali karibia. Yesu ni mweza. Yesu ni mweza. Maisha ni mwako. Yesu ni mweza.
kwenda kuomba. Uko na hitaji unasema ya kwamba niko na hitaji linanisumbua, unataka Bwana akalishughulikie. Ukiwa mbali tunakukaribisha, karibia hapa, usiondoke. Kumbuka ukiondoka mwanadamu hawezi akakuondolea shida zako. Unasema ngoma yako imekuwa ya ulevi, unajua, unasema ya kwamba haujui uanze wapi malizie wapi. Kunaye yule ambaye kuna mwanzo wala mwisho, ambaye asili, ambaye ni Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Karibia mahali popote ulipo. Yesu ni asante. Nani kama wewe Bwana? Hakuna mtu aliye kama wewe. Kunaye mtu wa eneo ya Kiraba ambaye anasema kama nahitaji maombi, kuna tatizo nilio nalo na sitaona mtu wa kunisaidia. Kama ni wewe karibia hapa, kama ni wewe karibia tu, tuombe pamoja. Usiongope chochote, Mungu ametumana kwa ajili yako. Asante kwa neno lako, asante kwa kuwa ni Mungu umetumana. Neno lako limenena vizuri ya kwamba kulikuwa na wanawali 10 Bwana, waliokuwa Bwana 5 wapumbavu na 5 wenye hekima, na walikuwa wanangojea Bwana harusi. Ninakushukuru kwa ajili ya watu wako wa eneo hili ya Kiara Bwana, ambao Bwana wamesikia neno lako, na ninajua ya kwamba hauwezi ukatumana bure Bwana. Asante kwa mtumishi wako ambaye ameleta neno lako kama vile Bwana ulivyokuwa umemtuma. Ametelimasaya katozaya, ameredosha nadia, amenena na mtu hapa Kiara ya kwamba najiandae, maana wakati unakuja, wakati tusiojua, ambao Bwana unakujia watu wako. Asante kwa neno lako ambao umeandaa mtu mahali ya kwamba akae tayari. Na Bwana wa mabwana, inajua ya kwamba unapenda huyo mzee, inajua ya kwamba unapenda huyo mama, inajua ya kwamba unapenda huyo mwanarika. Ndio maana unatumana ukasema ya kwamba tujiandae. Ni nani aliye kama wewe Bwana?
Bwana, asante kwa ukuu wako, asante Jehova, maana wewe ni Jehova. Hilo neno lako inajua limeshuka kwa nguvu Jehova, na ninaomba Bwana itembee kwa mtu ambalo amelisikia akiwa kwa nyumba, ambalo amelisikia akiwa kwa nyumba, inatangaza ikabadilishe mioyo ya watu wako, maana wewe ni mwema Jehova. Asante Bwana mabwana kwa ajili ya watu wako Bwana. Hivyo basi tunatangaza mtu aliye mahali amesikia neno lako ambaye ni mgonjwa Bwana, tumeamrisha uponyaji Bwana, tumetangaza uponyaji, tumetangaza uzima wako, tumetangaza uponyaji Bwana. Mtu aliye mahali